Tunaelezwa kwamba waasi wa M23 na Kinshasa wamewasilisha mapendekezo ya pamoja kwa ajili ya kusitisha vita vinavyoendelea katika nchi ya DRC, hasa mashariki mwa Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamewasilisha pendekezo la mkataba wa kusitisha. Tunaelezwa kwamba waasi wa M23 na Kinshasa, yani serikali ya DRC, wamewasilisha mapendekezo ya kusitisha vita. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamepokea mapendekezo ya mkataba wa kusitisha vita baada ya mashauriano waliokuwa nayo nchini Qatar. Ripoti zinasema wasuluhishi wa mazungumzo hayo ya Doha wamewasilisha pendekezo hilo kwa kila upande na kutakiwa kushauriana miongoni mwao kabla ya kurejesha. Hata hivyo, undani wa mkataba huu haujawekwa wazi. Hii inakuja baada ya pande zote kuripotiwa kwamba ama kushiriki kwenye mazungumzo ya hivi punde na kujadili masuala yanayosababisha mzozo huo. Aidha, ripoti zinasema mazungumzo yanayokuja yatakuwa muhimu sana kwa pande zote mbili, yanayolenga kutatua tofauti zinazosalia katika majadiliano hayo yanayosimamiwa na Marekani pamoja na Umoja wa Afrika. Wakati hayo yakijiri, Rwanda inayoshutumiwa kuwaunga mkono waasi wa M23 mwezi Mei ilieleza kuwa mkataba kati yake na DRC kusaidia kumaliza mzozo huo utasainiwa katikati ya mwezi huu wa Juni jijini Washington DC. Mjumbe maalumu wa Marekani barani Afrika, Masad Boulos, naye pia siku kadhaa zilizopita alisema alikuwa amepokea rasimu ya mkataba wa amani kati ya nchi ya Rwanda pamoja na DRC. Lakini wakati huo huo, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ongezeko la wizi wa kutumia silaha katika mji mkuu Kinshasa unatia wasiwasi mamlaka kuu nchini humo. Tukio jipya lilitokea Jumamosi Juni 7 mwaka 2025 wakati Rais Felix Tshisekedi akizungumzia swala hilo wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri, kulingana na kumbukumbu za mkutano wa serikali. Mkuu wa nchi wa Kongo alitoa wito wa kuhamasishwa kwa idara za usalama kukomesha hali hii ambayo inatisha wadau wa masuala ya kiuchumi na wakazi. Siku ya Jumamosi, Juni 7 saa 1 jioni, lori lililokuwa limebeba raia wa China na dereva wake lilikuwa linatokea benki kando ya barabara kuu ya Lumumba Boulevard mjini Kinshasa. Karibu na kiwanda kimoja, watu watatu wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki walishambulia gari hilo na kumpiga risasi dereva, raia wa Kongo. Tukio hilo lililonaswa na CCTV lilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kusababisha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Siku chache mapema, umbali wa kilomita 1, majambazi wapatao 15 walivamia kitengo cha kuhifadhia bidhaa za chakula katika mtaa wa Lemba mchana kweupe. Ujambazi unazidi kuwa tukio la karibu kila wiki mjini Kinshasa. Wahalifu wao mara nyingi wakiwa kwenye pikipiki wanafanya uhalifu wao bila uoga mbele ya watu wote, wakati mwingine wakirekodiwa na mashahidi. Kutokana na ongezeko hili, Rais Felix Tshisekedi ametoa wito wa uhamasishaji wa jumla wa vikosi vya usalama kwa ajili ya majibu ya nguvu yaliyoratibiwa na endelevu.
Miongoni mwa hatua zilizotangazwa: doria zaidi, kuongezeka kwa ufuatiliaji katika maeneo nyeti, na ongezeko linaloonekana la idadi ya maafisa wa polisi na wanajeshi katika vitongoji hatarishi na maeneo ya biashara.